idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, pindi atakapokuleteni fasik, lakini ujumla wa makusudio ya hii kwamba kukulia habari yote lazima ufanyeje, unakute uhakika wewe kama kweli habari hiyo itabayyana, ili mtusibu qauman, ili isije watu wakapata mambo kwa sababu ya kuyahukumu mambo bila ya ujuzi, mehukumu kijinga bila kutafiti vizuri. Watusbihu ala ma fa'altum nadibi, ndivyo mnakuja kuwa kutokana na yale mnayofanya ni kujuta. Mengi katika yanayosemewa Saudia ni ya uongo, mengi ni ya uongo, yanatengenezwa. Unaona, na huu ulimwengu sasa unatumika sana ile tunaita propaganda, kwa ajili ya kufanya jambo fulani lionekane zuri au jambo fulani lionekane baya. Unaona, ni propaganda wanaita hivyo. Ni njia tangia zamani, na miongoni mwa vitu ambavyo vinatumika kufanya hii jambo lienee zaidi ni vyombo vya habari. Vyombo vya habari, lakini pia maigizo, muziki, yote haya ni mambo ambayo yanatumika katika kuchafua dini ya Uislamu. Sawa? Lakini pia vitu vingine kama nini, ndio jamii au hata kwenye matangazo mengine. Kuna kitu kimoja kinaitwa ghazwatul fikri, vita ya kini fikra. Walipoona kwamba Waislamu hawa wanataka kupambana nao kwa nini, kwa silaha, ni vigumu, kwa sababu wao imani yao kwanza inawaambia wapigane wakifa ni peponi. Unaona, huyo wale wako kwenye dini, wao wakipigana pia na kweli. Sisi wao kafiri hao waamini wanataka dunia yao, na wanajua kwamba Uislamu ni dini ya nini. Sawa? Kwa hiyo na shetani wao wanasaidiana, kisha watu wote wanapotea, kama alivyokuwa shetani Kaib, ala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Sawa? Mwambie Allah kama mimi nitapoteza wote, kwa tulisema illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa wale waja wao ambao watakuwa kwema kusudio yao. Kwa maana yake katika kupotea huko, kila Muislamu ambaye hajui dini yake vizuri anaingizwa, yani anapotea kirahisi, afanya na mtota. Sawa? Kirahisi kupitia hizi njia ambazo watu wanazoea. Kwa hiyo ndio yameweka mambo mengi ambayo yanatumika kupoteza Uislamu. Wewe unachotumia sasa hivi ni kuharibu tu fikra basi. Mtu anaweza kaa na swali, lakini hapo Uislamu anaona kama vile dini nyingine. Anaona kama Uislamu anaona kama vile Ukristo. Yeye anapoona Ukristo na Uislamu anaona hivyo. Alafu huyo anafanyaje? Anaswali. Si ndivyo eh? Hiyo mtaweza kaa naye. Anafunga, anafanyaje, lakini mtazama kitu chafu. Haoni kama kuna kitu kinamkereketa. Anaona jambo la kawaida tu. Wewe ukiona jamii sasa hivi ile ni vita za kuharibu tu zile imani za watu. Ni kama iko hivi. Kuna vitu vinatumika kutangazia vitu. Bana, angalia kama wanawake. Wanawake mimi na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala ar-rijali min an-nisa. Kwamba siacha baada yangu mimi, baada ya kuondoka, fitna ambayo ni nzito zaidi kwa wanaume kuliko kina nani, kuliko wanawake. Na hadithi nyingine inasema ittaqu dunya taqwa nisa. Kwenye dunia hawa wanawake wanatumika kuharibu jamii. Hawa wanawake ndio wanatumika katika Bani Israeli na kuwafanya Bani Israeli kwa kangamia. Na kama anavyoelezea kwenye historia, hawa wanawake ndio walitumika pia katika kuiangusha daula iliyokuwepo. Dawa kaanguka kabisa. Watumia wanawake. Lakini pia na shetani naye, shetani anamtumia pia mwanamke jinsi na wanawake katika ni matari. Najua na mwanamke anafanya kazi.
Lakini pia Allah Subhanahu wa ta'ala ameshawasifu wanawake kutokana na uwezo wao mkubwa wa kupoteza wale wa vitimbi, akisema inna kaidahunna adhim, inna kaidahunna adhim. Na kwa sababu anayeshika mwenye nguvu na anaongoza mambo ni mwanaume, kwa kutumika mwanamke kuweza mwanaume kuweza mwanaume خلاص. inna kaidahunna adhim. Maana طيب Muhammad sallallahu alaihi wasallam azungumzia wanawake, anasema hivi: ma ra'aytu minna qisat al-aql adhhabu bi rubb ar-rajul al-hazim min ihda kulli. Allah anakuwa anawaambia wanawake kwamba sijaona katika watu ambao wana mapungufu ya dini na akili, ambao wana uwezo mkubwa wa kumpindisha wanaume ambaye ni madhubuti, tena sio na babaika ni madhubuti. Muona mtu mwenye uwezo kama ni wanawake. Wanawake wana uwezo kuondoa mtu kutoka katika mstari. Sawa? Hawa wanawake ndio wanaotumika kuchafua huu Uislamu. Sasa hata kama hivi ndio hivi sasa. Angalia namna ambavyo kila siku wanawasukumia mambo hata yao. Lakini kwanza wameanza kuwavua nguo. Na hiyo likanadiwa. Na mke atakiwa uhuru. Juu ya vai. Hapo jiulize swali. Kwa nini anayevuliwa ni mwanamke? Mbona wanaume hawavuliwi? Jiulize swali hilo. Yaani kwa nini imekuwa anayevua nguo ni awe nani? Kwa nini mwanaume anavaa suti? Anavaa shati. Ndivyo koti, suruali ndefu, nafunika mpaka viatu. Afu mwanamke suti yake ikoje? Mimi sketi. Kile nimetia kidogo hapo. Kwa nini asivae basi ndefu mpaka chini? Anataka mapaja yake yaonekane kwa ajili ya kuyalea matamanio ya nini? Ya nafsi ya hao wanaume ambao watashirikiana naye. Nenda katika sehemu zote za maofisi utakuta hivi. Wanaume kavaa full, wanawake kavaa nusu. Na inakuwa ni sare maalum. Hii hata kwenye hata kwa maaskari, hata majeshi. Ndivyo hivyo. Mbona? Leo maaskari wamevaa sketi tu. Anya ndio vione. Ila angalia matrafiki barabarani. Wanawake wamevaa. Wanaume wamevaa. Hii ni haki kweli. Nyinyi ndio mnaowapangia. Sasa kama mnasema ni uhuru muache, nyinyi mbona hawa wanawapangia na mnakupa? Wani uvaaji wanapanga wao, wanapangia wanawake. Ni sheria za ofisi na taasisi. Kama mwanamke avae hivi, ndio hivyo. Sasa huo uhuru unaodai kwa nani kwa kwamba waachiwe vae? Ingekuwa ni uhuru waachiwe vae basi hata wanaovaa jilbabi na vae. Wangevaa katika ofisi. Lakini si ndio wanaotoka vichwa hao. Haina kwenye mashughuli. Mwanamke anavaa sketi, sio kikisivyo hivi. Ilikuwa refu anatengeneza picha na nani? Na wali, ndio. Sasa huo uhuru unaodai kwa wanawake kwamba waachiwe vae uko wapi? Jifunze kama una kitu kinatafuta hapo. Alafu ukienda kwenye kukaa darasani umechanganya. Nini unajua hilo Wanaume, mwanamke, wanaume. Ndio leo ni nini? Hapa inapigwa picha ni nini? Ni nini? Dini ya Uislamu. Ndio inapigwa picha. Sasa mwanamume akiana akisema angeshaharibika kama hivi, moyo wake ukapungua kama mwanamke. Ana ule uchi wa mwanamke sana. Usifanye fashion kawaida. Shetani atakuingia kirahisi. Sababu imani yazid biyanqus yazid bitaa kwa imani itashuka tayari. Sababu kila mtu anatazama maasi anaona kawaida. Ndio maana imani inakuwa juu au inashuka. Nenda kwenye magari. Kuna basi sasa hivi kutoa kwa muziki. Kila gari ina muziki. Hivi na gari ina muziki kweli. Alafu sasa tazama ule muziki wenyewe unawekwa. Muziki gani? Unatangaza nini ule muziki? Uchafu. Alafu sikia maneno yanayozungumzwa. Utajua kinalengwa nini. Hawa waimba muziki ni watu ambao mataifa makubwa yanaandaa mambo haya kwa ajili ya kuchafua dini ya Uislamu. Dini ya Uislamu inapigwa vita kwenye kona zote. Kwenye kona zote. Ingia kwenye
kwenye matamthilia, angalia hapo na kwenda. Nenda kwa waigizaji utakuta hivyo hivyo. Nenda kwa wachekeshaji utakuta hivyo hivyo. Yaani Uislamu ndio imekuwa ni kitu kama vile mpira wa kupiga. Sisi tumeona vizuri, lakini wengi katika Uislamu ambao hawasomi dini wala hilo hawajui. Wala maisha ndio tayari washapotezwa. Shetekwa. Jamii inamuonaje mtoto anasoma dini? Na anasoma sekula. Nani ni mtu anaeleweka katika hao vipi? Hebu angalia mtoto anapokuwa anaandaliwa kwenda shule, alafu angalia mtoto anapokuwa anaandaliwa kwenda madrasa. Nani anazingatiwa? Ukikutana na mtu akakuuliza watu wangapi, ambia watu watatu. Mmoja anaenda mitatu. Yuko darasa la ngapi? La 4. Sasa. Utauliza swali la dini? Nani kuuliza maswali ni nani? Ni nani? Muislamu, si ndivyo eh? Lakini dini yake aniulizia. Anaulizia mambo gani? Mambo ya dunia. Mzazi anajisikia fahari kuna mwanae anaweza kuhesabu 1 2 3 mpaka 10. Si ndivyo eh? Lakini wala hawezi kuumiza kichwa kusikia mwanae anahesabu 1 2 3 vitu fulani hivi, yani tuna maana hivi. Haya yapo kwenye mioyo ya nani? Tayari ile Uislamu ushachomolewa kwenye mioyo ya watu. Inabaki majina na zile picha za nje. Unaona vizuri eh? Picha tu za nje. Sasa hawa hata siku ikisimama jihadi hawa wanafikiri wanaenda kuja. Ule Uislamu haupo kwenye mioyo. Hii ni vita ipo inaendelea katika jamii zetu. Hii ndio ghurba yenyewe, sababu ndio ielewe. Moyo kupambana hapo utapata peke yako. Au utapata bila kunusuru. Jamii imekaa hivyo. Sasa zitakapokuja tuhuma kutoka nje, watu wakasema Saudia sasa hivi wanaweka nini, wanaruhusu nini? Wanasemaje? Shoga. Wanaruhusu shoga. Wanaruhusu pombe, wanaruhusu madenga madanguro na nini? Wanaruhusu zile. Yakishakuja hayo. Sawa eh? Yakishakuja hayo katika hii jamii hawa kwa hali yao ndio hii. Umepata chakula. Wao Uislamu kwanza huna istokwa. Ni nafsi zao. Wewe kwanza waambie hao wanaoshambulia Uislamu wa Saudia, waangalie kwanza hali zao. Wao wenyewe waangalie. Watu wa sunna. Ni masufi. Kwa sababu na masufi ndio wanashambulia sana Saudia. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu kuna adui kubwa ametoka huko. Nani? Muhammad bin Abdul Wahhab. Huyo alikuwa ni adui mpaka leo. Hawezi kuipenda kwa sababu. Sasa hawa wanasema na madola hawa na nguvu. Wanashirikiana na maadui wa Uislamu. Mashia hawa, mahuthi hawa. Mashia rawafidh hawa. Wote hawa ambao katika sura za nini? Za Uislamu. Siwe ukishirikiana ukalitangaza hili. Alikubaliki. Ni rahisi sana. Unakuta jamii kubwa ya Waislamu ambao hawafuatilii dini yao walipokea. Umeona? Sasa tukubaliane kwamba haya Saudia inaweka manini? Madanguro, tukubaliane hivyo, inaweka pombe, inaweka hivi. Kama Saudia inafanya hayo, ndio sababu ya kuchukia. Ukaipenda Iran. Yaani hiyo ndio sababu ndio hoja hiyo kweli. Sasa wewe anaweka madanguro kwenye nchi yake, akaweka tendo za wanawake, akaweka pombe, na anayewatokana maswahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani anatakiwa achukiwe hapo? Sasa awali kama watu hawajui Uislamu wao. Hajui kuna sheria, hajui. Yeye katazama tu kwa sababu ni Muislamu afu ana nguvu. Anapambana. Na Mayahudi. Hicho ndicho kitazama wao. Wana Saudia wao hawapambana. Wao wanapata sheria ya Uislamu. Sio kama wataki kupambana. Ile Uislamu imeweka mipaka na vidhibiti vya namna ya kupambana na adui. Lakini Saudia sasa hivi ni nchi ambayo inakusanya watu wa dunia nzima pale. Sawa? Wenyewe
maslahi yake inatazamwa kwa kuitazama dunia. Si nchi kama unavyoziona nchi zingine. Yaani Saudi inakusanya dunia nzima kwa kazi. Watu wanaitazama hiyo. Kuna Maka zaidi ya kuna Al-Kaaba ipo dunia nyingine, kuna Al-Kaaba hivi. Unajua ni maandalizi gani ambayo wameyafanya katika yale maeneo kwa ajili ya kuwafanya watu waje pale wafanye ibada kwa uhuru. Au Saudi hapo matukana. Hiyo Madina ambayo kuna msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inatakiwa ilindwe au silindwe? Walisema wanahitajia ile. Wewe unatukana Saudi au unafanyaje? Hivi wao wasipohifadhi wasipoilinda, wewe utaenda kule kufanya hija. Utaenda kutufa Al-Kaaba wewe. Utaenda kufanya mambo unayofanya. Sasa hili watu wenye haya mambo wanatakiwa walindwe, wahamiwe au tukanwe na wadogeshwe. Kwa sababu una jambo lako. Yaani ule ni Uislamu wako. Ile Saudia wewe ni yako wewe. Kule kuna msikiti wa nani? Msikiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kule kuna Baitullah Al-Haram, pale kuna Makka, kuna Al-Kaaba pale. Hiyo ni ya Saudia au ya kwako wewe? Si ya kwako wewe. Sasa wewe ukitukana Saudia unakuwa mtukana nani? Ukitukana kabisa. Yaani ukitukana Saudia unakuwa mtukana Waarabu au unajitukana wewe mwenyewe? Ukitukana kabisa. Sasa hizi ni akili kweli? Sio akili. Yaani wewe unatakiwa hii huku pahani. Ndio fanyaje? Hata kama ni kweli wanafanya hayo mambo, lakini walisimamia wamesimamia jambo gani wao au wa Saudia? Yaani juhudi wanaitoa kuisimamia dini, na haya mapungufu mnayoyaona nyinyi mnatangaza. Ipi ndio kubwa sana? Ngoja mimi nipeni mfano. Ule msikiti wa Madina ule, sawa? Msikiti wa Madina ule. Katika huduma za jamii katika msikiti, licha kwanza ule msikiti ni mkubwa sana. Mkubwa sana. Sawa? Kubwa sana. Nataka kusema kila siku unaweza ukabeba watu zaidi ya hata 500 na kuendelea. Pengine katika hata milioni. Mule kuna wafanyakazi katika ule msikiti ule, ndani ya msikiti. Kuna wafanyakazi wanaopishana kama vile wanaopishana nini? Kama vile wanaopishana kwa wagonjwa, wanafanya kazi ya kusafisha msikiti. Masaa 24. Sio kama kuna ratiba kwamba msikiti unasafishwa asubuhi au usiku. La. Muda wote. Simuona nyinyi mlipokaa hivi. Utapita watu sasa, muda si mrefu wanapita. Wana zile mashine za kutoa vumbi, za kufanyaje, wanapita. Wale watu wa kusumbua hivi, yenyewe mguu jipu. Wote wewe. Yeye anasafisha huko pembeni huko. Kondoka zake. Baada ya muda si mrefu atakuja mwingine. Atafanya hivyo. Baada ya atakuja hapa atapita na mfuko. Anaangalia kama na kitu labda kuna kunywa maji na kikombe unacho. Yeye akichukue ile chafu. Sawa? Ondoka. Muda si mrefu atakuja mwingine, hata kula tende pengine. Unasema kuweka. Yeye ndo nampa. Tia moyo. Si mmoja basi, wengi sana wafanyakazi wamejaa kule msikitini. Mwingine kazi yake yeye ni kupangilia misafu. Mtu kachora wewe, yeye anakuja kupangilia vizuri. Mwingine kazi yake ni kuhudumia yale madumu ya maji ya Zanzibar. Kila saa anakuja anaangalia maji yako au yameisha, au yamepungua. Je, zile glasi zipo zimepungua? Muda wote, yani haufiki muda ukafika pale hamna maji. Bali yametapakaa maji ndani msikitini. Hapo jiulize hayo maji yatoka wapi? Yako Madina maji? Yako Makka? Ndio masafa ya Makka na Madina. Lakini maji yako kila siku masaa 24. Ina hayo maji yenyewe na baridi na moto. Umekuwekea hapa. Na maana mpaka baridi unachukua, mpaka moto unachukua. Ni nzuri unalipia shilingi ngapi ya Tanzania? Unacholipa. Wanakubagua kwamba wewe unastahili au ustahili. Ni nzuri yani subhanallah. Hadith wala haraj. Yani msikitini kumejaa hisi. Msikiti mzima. Pia mwe ndani hujui kama nje kuna joto. Nakumbuka nilielezea joto la kule. Ukishaingia mule hujui kama nje kuna joto. Na hiyo AC hizi zinawaka masaa 24. Nawaka AC. Fanya kazi, bado kuna wale maskari wanazunguka. Fanya kazi. Sana.
Leo nzuri unapishana. Wale wana magari wanawaleta. Wale wanahudumiwa. Pelekwa nyumbani, yarudishwa. Wafanya kazi wa msikitini. Pelekwa wanarudishwa. Ndio vyooni huko. Huku vyooni pia kuna wafanyakazi ambao wapo ndani. Kazi yao ni kusafisha. Kila sehemu kuna uchafu. Na vilivyojengwa vile vyoo kama ghorofa, yani vyoo vimeanzia chini hadi shimoni kule. Yani chini kabisa kuna choo na juu choo kama tabaka kama 5. Tabaka kama ngapi? Kama 5. Kuanzia chini ya wapi? Ardhi. Yote wameyafanya kwa ajili ya nani? Muda wote maji yao. Ukiwa kuna baridi, maji yanatoka ya moto. Ukiwa kuna joto, maji yanatoka ya baridi. Mule kavyo vyote muda wote ni AC. Sawa? Hamna joto. Unamfanyia nani? Wewe. Sisi wana vizuri. Hivi mambo wanafanya kwa ajili ya dunia. Hichi kinachohudumiwa ni nini? Ni shule labda kwa watu wanalipa ada? Ni nini? Si msikiti ndio unahudumiwa hivyo? Nenda kwenye msikiti watu wanaozungumza hivi. Ina huduma kama hizo? Bali hakuna kitu ambacho kinapuuziwa katika huduma kama misikiti. Ni kweli au si kweli? Kuta mtu na nyumba yake nzuri sana, yapendeza. Ina meremeta na jali kila kitu. Lakini huyu ajenge msikiti, utaona ndarapo. Hapo hawa ndio wanasema nini? Saudia. Wale hamwezi kuwafikia katika namna ambayo wanahudumia nini? Dini ya Uislamu. Lakini angalia, ni nchi gani duniani ambayo inasomesha watu bure dini ya Mungu? Bure. Dunia nzima wanachukua wanafunzi. Alafu wanampa posho kila mwezi. Anatoa posho. Alafu sitoshe, inapofika likizo, yule mwanafunzi anadaiwa tiketi. Sawa? Tiketi ya ndege kwenda na sio mmoja. Nchi moja inaweza kukusanya wanafunzi zaidi Jamia Islamia peke yake. Ndio mpeni mfano Jamia Islamia. Ambayo imekusanya nchi nyingi sana, sio dunia nzima. Orodha ya wanafunzi wanaabda nchi kama Faransa. Kwa Faransa katika Saudi Arabia kama Mfaransa mmoja ananiambia wako zaidi ya wanafunzi 400. Wanafunzi ngapi? Wao ni Faransa, lakini kuna nchi ziko pale. Tanzania na kutoka na shika 300. Sawa? Nyingine sio ngapi? Kuna maelfu ya wanafunzi wako pale. Na hiyo jamia na jamia nyingi zaidi ya 50 ziko huko. Kila jamia inachukua wanafunzi. Unaona? Wanafunzi wako 1000, 400, 500, 300 ngapi? Wote hao wanafunzi kwa jamia zote anatoa posho kila mwezi. Kila mwaka analipa tiketi ya ndege. Mtu unayoenda. Kwa Tanzania inakuwa ilivyoenda ile, ilipiga hesabu ya gharama ya tiketi tunafika milioni 5. Wewe ufanyaje? Nafika milioni ngapi? Milioni 5. Wanafunzi mmoja. Haya wanafunzi 400. Wanatoa kwa Tanzania 400 wanaenda masomoni. Kila mmoja milioni 5. Kuna nchi inaweza kufanya mambo? Lakini wao wanaenda kufanya nini? Wanaenda kusoma nini? Dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikifika kule unapewa nyumba, yani iko saka. Sawa? Wanafunzi anapewa godoro, na kabati, anapewa meza. Sawa? Kama nikizungumzia chuo ni chuko, ana vyumba vikubwa. Chumba ni kikubwa, yani kile chumba sisi tuko wawili Tanzania. Ni chumba kikubwa, afu kuna choo, kuna bafu, kuna sehemu ya jiko, kuna kabati, kila mwanafunzi na kabati yake, kila mmoja na kitanda chake, kila mmoja na meza na kila mmoja. Hivyo yani hivyo. Baada tutahudumia mfano usafi, kupewa na kusafisha, kupewa kufua, kuna mashine za kufulia kule. Unaona? Yaani wamekufanyia kila kitu. Ukitaka kwenda chuo, gari ipo itakuchukua, kupeleka, baada ya kurudi kurejeshwa. Alafu licha hapo wewe mtu wa mwezi utatoa posho. Sio vizuri. Hivyo wewe hii Saudia unaweza kukaizungumza nini?
ni kiasi gani cha pesa wanazitoa kumhudumia mtu mmoja? Pesa nyingi sana. Sasa wanahudumia nchi moja, ni pesa kiasi gani? Haya wanahudumia dunia nzima, ni pesa kiasi gani wanatoa hawa watu kwa ajili yetu ya nini? Afu anze kusema hata tuseme kwamba wanayafanya haya mambo, tuseme kwamba wanafanyaje, wanayafanya hivi kwa hili kubwa wanalifanya la dini, kuhudumia dini. Una haki ya kuwatukana hao kweli? Haya Irani wanakufanyia nini? Sema Irani, tuambie na Irani. Mimi hapa nazungumza Saudia, kwa ndio nipo huko. Lakini dunia nzima inajua Saudia inafanya nini. Lakini hizi minha zinatangazwa dunia nzima, unajua. Ndivyo tuambie ni na Irani basi. Inaufanyia nini Uislamu Irani zaidi ya kusambaza Shia na kusambaza itikadi potofu mbaya kutokana na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inafanya nini? Ikafita Uislamu. Huyo hizi kwanza tumeanza mwanzo, kwanza tumeanzia kumbali. Watu washapigwa vita nini? Fikra zao tayari. Kwa hawa wasambaza propaganda wanakuwa ni maadui wa Uislamu. Zinakuja zinawapata wale watu ambao si Waislamu, ni Waislamu ambao hawafuatili nini? Nia. Wanawaona wale wazungumza ni watu wamejidhihirisha katika tabati nzuri Uislamu, wazungumza ile maneno. Saudia wanasemaje? Wanasema nini? Saudia wanasema nini? Hebu angalia kipindi cha hija. Hija kuna mamilioni ya watu ambao wanaenda kuhiji pale. Watu wanahudumiwa dawa, maji, wanahudumiwa vitu vingine kama vile kueskotiwa, kuna vigari, kuna nini ya kuwasupoti wale watu ambao hawawezi kutembea. Yaani kuna huduma wanahakikisha kwamba hakuna mtu anapata adha. Ili baada ya nini? Wanatoa gharama kubwa sana kwa ajili ya kuhakikisha. Yaani hawana ubakhili wa kubakhilisha. Ndio kwenye Ramadhani. Allah hadith wala haraj. Ina maana kwenye Ramadhani watu wote wanafunga. Wanaowafuturisha ni wao. Msikiti mzima nagawiwa tayari. Kishaandaliwa kutia kwenye mfuko. Ndani mule kuna kuwa maji. Na tende, kuna zabadi ni kikope kidogo cha fitini na gramu kama 330. Umeona? Alafu ndio milioni ya biskuti mwingine. Hivyo. Kila mtu anapewa. Hilo kitathmini gharama yake ile chache. Ikafika kwenye kama 5 hivi. Ikadiria. Sawa? Wanapewa watu wa msikiti mzima. Sasa wewe usiangalie tu ule upewaji wa wale watu. Angalia gharama ya kile vitu. Lakini angalia wale wanaohudumia. Wanaotoa hizo. Na vile vitu vikija pale sio vinagawiwa, vinakaguliwa kwanza. Vinafaa kuliwa na watu, vina usalama, sisi vina kaguliwa. Kwa mtagayo wote mtakazokuwa wengi wenu. Ndio. Yaani watu ni wengi sana. Sasa kusema nchi Tanzania inakusanyika pale. Ni watu kutoka mataifa mbalimbali. Wewe nzima hivyo tutakuanza na hizo. Na kama mwaka huu waligaiwa maji ya Zamzam watu. Ikiwa siri ya chupa zake. Na kila wanapewa. Haikuwa msikiti mzima lakini sehemu kubwa ilikuwa inapewa maji. Ndio na thamani kubwa ya maji. Wasanaji wake, uandaji wake na nini, kama mmoja alikuwa anaelezea gharama inayotumika kwa mwezi kuandaa maji ya Zamzam ili yasambazwe katika maeneo ya msikiti. Inahitaji pesa nyingi, sikumbuki, inahitaji pesa nyingi sana. Ile maji ya Zamzam yanaandaa wao wanalalikia, lakini wao wanaonyweshwa hapa wanatoa pesa. Wanakunywa bure kabisa. Kwani usingesambaza kwenye nchi kwa anauza tu. Kama mwenye bwana wao. Wewe unafanya hivi. Hiyo yani sasa tuje kwenye usahihi. Je, kweli au madambulo yapo? Au nini? Mimi sijaona madambulo. Madina na Makka hii ni miji mtukufu. Au mambo hayapo kwanza. Kuna pombe pale wala kuna tamkizo tu hamna. Madina na Makka ndio wakazi wa Saudia pale pia hamna.
Saudia wenyewe. Pia ni Saudia kuna kafiri akasema hamna Saudia. Umeona? Lakini hasa Makkah na Madina hamna. Muingie takafiri. Katika habari ambazo zilitolewa, msikiti wa Makkah kuna jengo moja refu na kama saa pale imekaa hivi. Unaona? Ni katika nadhani hilo ule mnara sio ngapi urefu duniani, kama sio wa pili kama hivi. Mnatumia gharama sana kubwa kurefusha ule mnara. Kazi ya mnara wala ni kutangaza kitu. Inaitwa kama juu katika juu zaidi ya vingine. Nasema kwamba walikuwa wanamtafuta engineer kwenda kukiweka pale. Tengeneza kitufe kimekaa kama mwezi. Engineer gani kaweza ile kazi? Kana engineer lakini hakuwa Muislamu. Akamwambia ili uende kufanya ile kazi lazima ufanyeje? Slim na kuruhusu. Kata kusilimu kumwacha. Sawa eh? Watafuta mwingine. Muona, tafuta mwingine atakuwa Muislamu, nenda. Sababu wanafanya kazi na makampuni, sio mtu binafsi, sio mtu. Ndio wakaweka hiyo ndio kutumia gharama nyingi sana. Lakini wanajali nini? Wanajali. Wanaujali Uislamu, wanaujali. Ndio mmenelewa vizuri eh? Kwa hiyo katika upande wa kuhudumia Saudia, kuhudumia dini, hakuna nchi duniani inayofikia. Haipo. Wewe kama unajua ipo sema. Sasa kitu tunazungumza tukijua. Sema na ushahidi. Hata kama maneno unataka uyafuatilie kwa mtandao utajua kutana na taarifa hii. Ni wazi. Mimi nimezungumza kama chochote nimekibashi mwenyewe kio kitu yangu. Kama unaona mimi ninatetea labda hapo masufi wanaenda kule. Hivyo waje wabishi nao. Sema si kweli. Hao nasema wanaongeza maneno na chumvi. Wanaenda kusoma nini? Unafikiri unapotoa maombi wanakuuliza dini yako, wanakuuliza madhhabu. Sio Muislamu bwana. Nakupokea. Hakutaka kwenda kuhiji hapo. Akwambia kwamba ni Shia wewe ni Sufi. Na huduma zote. Toka hapa na katukani, lakini wao wanakuhudumia. Sio ipata nzuri. Wala kuli hali kwamba sio jambo zuri kushikana Saudia. Hata kama ni kweli wananiwa na wao. Mimi nimesema kwamba swala madanguro mimi sijaliona pale Madina na kwamba halipo kwanza. Labda kama itakuwepo nchi mikoa mingine kama vile Riyadh na huko mbele. Mimi mwenyewe nasikia kwamba kule yapo. Umeona? Nasikia kule imewekwa. Lakini Saudia ni nchi ambayo ina maadui wengi duniani, bali wote ni maadui zake. Ndio nzuri. Adui mkubwa wa Saudia ni Muirani, Shia. Ndio nzuri. Nakuja kufuata Wayahudi. Yahudi ni adui wake, kwa sababu anasema lan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millata. Lakini wao kuna njia zinatumika kupunguza nguvu ya kupunguza makali ya adui. Anabakia kuwa ni adui lakini kuna namna ambao unapunguza nini? Makali yake. Baada nzuri na miongoni mwa njia ambazo Saudia wanatumia kupunguza uadui wao na nani? Na Mayahudi hao na Marekani. Baada nzuri. Wewe hii inasimuliwa, mimi sina hakika lakini mambo ambayo kitazama na mwingine kama vile anaingia. Wale wanakuja katika baadhi ya mikoa kule wanaenda hao kama vile majeshi yao yako kule Marekani. Sawa? Jeshi yao yapo. Alafu ukitazama kwamba wao Saudi wanataka waendelee kiteknolojia. Sawa? Wanataka waendelee. Ili uendelee pia katika dunia, ili uendelee lazima uwe na mahusiano na wale ambao wameshafanyaje? Ili chukue juzi na wewe ufanye kinachokifanya. Ndio kama ni wataalamu na ni lazima waje wataalamu katika nchi yako. Nimepata vizuri ya. Sasa kisha kuja unahudumiaje hao watu? Sio unaelewa vizuri lazima waje wataalamu hiyo nchi.
Kwa hiyo wanakuja wale wataalamu, wanakuja na mambo yao, wanakuwa wanataka wao, sisi tunataka sehemu za starehe. Tuye tunataka sehemu za starehe, basi wanajengewa huko nje, huko nje kabisa huko, ambao wakija wanafikia huko, si maeneo ya huko Changanyikeni kwa watu kama mnavyoona huko. Kwanza mimi usikia muziki mule ndani, baada hata nje kote mimi sina chochote, unajisikia kusikia muziki hata siku hata mtu autie muziki kwenye gari lake, lakini muziki labda dukani ndio muziki bora. Muziki unakuja huko ndio unaanza kushangaa sana mtu Qur'an. Basi ana kipenda gari la mtu ni Qur'an. Ini ishara ni tumechafuka. Ilikuwa tumechafuka, tungeisikia muziki. Tembea mpaka pale utasikia huko kuna bundu pale. Na mambo yameweka mbali kwa ajili ya mambo ya kisiasa. Muona mambo ya kinini? Nchi inaamiliana na maadui. Inaamiliana na maadui, yani katika kuendesha mambo wanaamiliana na nani? Na maadui zao. Kwa hiyo lazima itumike akili, yani na kuhakikisha kwamba hiyo hili halifai, lakini utakumana na kwamba tunachotaka ni kikubwa zaidi, bora kuvumilia hili baya ukapata ambao ni na maslahi mazuri zaidi. Na hiyo lipo katika sheria ya Uislamu. Sawa? Kwamba na kanuni inasema hivi, kufanya haramu au madhara yake ni madogo kuliko kutokuifanya kwa ajili ya kupata madhara makubwa. Ile lipo au halipo kwenye sheria? Lipo, si ndivyo? Ulikuta wapi mtu anaruhusiwa kula nguruwe haramu, lakini wakati gani inakuwa halali? Mtu anaambiwa ale nguruwe atakapokuwa amezikika na njaa, si ndivyo? Kinachoepusha kwa nini? Madhara makubwa zaidi ambayo ni nini? Kifo, si ndivyo? Kwa hiyo kuvumilia haya madhara madogo ambayo ni madhambi ndiko kupoteza uhai kabisa. Haya, nyinyi wenyewe nawaambia naulizeni swali. Nyinyi hamsafiri? Mnasafiri, si ndivyo? Kutazama kukaa kupanda gari ambayo ina muziki ni inafaa ifai? Nyinyi mnazipanda au hamzipandi? Napanda sana. Mnazipanda Kwa nini mnazipanda gari hizi wakati ni mnajua ifai haramu? Kwa sababu umeangalia maslahi makubwa. Ndio maana yake. Ina maana wewe utafika kazini sasa. Sababu gari zina nini? Mimi sheri singekuja. Sababu gari zina nini? Hata sipanda ndege, naona ndege nani? Lakini huko kwenye ndege kwenyewe unaona watu pia mule mkao huko. Wewe unakuta na dini inapima mambo. Inapima na kitu kinafanywa na kifanya kijua kwamba asili ni haramu. Ni kwa sababu umetazama asili kubwa. Wewe kama yapo au malango basi utafanyika hiki. Utafanyika hiki. Na nyinyi ndio mtume Saudi haya mnayafanya. Sema kwa sababu hamuijui hiyo dini vizuri. Haya mnafanyaje? Mnayafanya ila kwa sababu dini mnafanyaje? Hamujui. Ili mngeijua mngegundua kama sisi tunayafanya. Na tuseme kwamba hakuna mapungufu Saudi hapo. Sema kwamba hakuna maasi hapo, sababu ni watu, ni wanadamu. Wale malaika ni wanadamu kama sisi. Wale sisi wenyewe hapa tunamwasi hapo mangapi? Si ni mimi tunamwasi ya wazi na ndani. Sasa kwa hiyo wale ni kina nani mpaka wasimwasi hapo? Jamaa wale ni kina nani? Adamu kama sisi. Ndio. Swali lingine. Zama za mtume sallallahu alaihi wasallam maasi kama yale kwa wale kwetu. Hakulikuwa hakuna pombe zama za mtume, kuna uzinifu, hakuna. Ilikuwa havipo hivi. Sasa kama zama za mtume zilikuwepo, Saudia inashindaje kuwepo vitu hivi? Inashindaje kuwepo?
طيب سيدنا داني أين توش؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. Saya bisa katakan